Wapendwa watazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, tumsifie Yesu Kristo. Basi nipende kuwakaribisha katika vipindi vyetu ambavyo huwa tunatoa mada mbalimbali. Na hivi leo tutaangaza sasa juu ya namna ambavyo kanisa linatoa mafundisho yake kuhusu jamii. Kikawaida mwanadamu katika mapito yake ya kihistoria, yani toka kuumbwa kwa ulimwengu, amekuwa na mapito mbalimbali, mapito yakiwa ambayo ni mazuri na mabaya. Na yale mapito mabaya ambayo hasa yanadidimiza utu wa mwanadamu, kanisa sasa linakuwa na wajibu mkubwa sana wa kutafsiri hayo mahitaji ya mwanadamu kwa kutumia neno la Mungu, ili utu wake sasa uweze kustawika na kuwa kama ambavyo alipaswa kuwa katika uumbaji wake. Na hivi mwanadamu katika historia, hapa tunaanza mwaka wa 1750 baada ya mabadiliko ya viwanda, yani kutokuwa na industrial revolution ulimwenguni, hususan katika bara la Ulaya. Mwanadamu alianza kunyanyaswa na viwanda vikaonekana ndio vya maana zaidi. Hii ilipelekea sasa kanisa kuona hitaji la kutetea utu wa mwanadamu. Na ndipo hapo sasa Baba Mtakatifu Leo wa 13 aliandika waraka wake wa kichungaji Rerum Novarum kwa ajili ya kutetea haki na maslahi ya wafanyakazi. Lakini kadri siku zinavyoenda, sasa hivi tunaona pia ulimwengu unakuwa, teknolojia inakuwa, tunaona masuala ya akili mnembe na kadhalika. Kwa hiyo utu wa mwanadamu unadidimizwa kutokana na uchumi, dunia kung'ang'ania zaidi uchumi na kumfanya mwanadamu atumikie uchumi badala ya uchumi kumtumikia mwanadamu. Hivi Baba Mtakatifu Francisco tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2023 aliandika pia waraka wake wa kichungaji unaitwa Dilexit Nos, kwamba he loves us, kwamba ametupenda. Na hii ilikuwa aliutoa kwa ajili ya kumbukizi ya miaka 650 ya kifo cha Mtakatifu Katarina wa Siena, ambapo hapo alikuwa anaangazia zaidi upendo wa Mungu kwa mwanadamu, lakini pia ambavyo mwanadamu anaweza kumpenda Mungu. Kwa mfano Mtakatifu Katarina wa Siena alivyoweza kumpenda Mungu na akamtumia kama mfano. Hivyo basi Leo wa 14 tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 alisaini waraka wa kichungaji ambao unaitwa Dilexit Te, I have loved you, ama nimewapenda katika lugha yetu ya Kiswahili. Na baada ya kusaini waraka huo ulitolewa rasmi tarehe ya 9 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Na kwa kweli waraka huu unaendelea kujibu sasa hitaji la kijamii, social concern. Na kwa kweli hitaji hili ni kwa ajili ya upendo kwa maskini na wahitaji, on the love for the poor. Na kwa kweli walengwa ni Wakristo wote ambao ndio wana wajibu kabisa wa kuwasaidia na kuwategemeza wahitaji. Kwa kweli wito mkubwa ambao Baba Mtakatifu anatualika nao ni kipaumbele kwa maskini na wahitaji kama nilivyosema. Waraka huu una vichwa vitano pamoja na articles 121. Na Baba Mtakatifu anaeleza kwamba baada ya Yesu kumwilika kuwa mwanadamu, tunashuhudia wazi maisha yake hapa duniani, namna ambavyo aliishi umaskini na namna ambavyo aliishi na kuwasaidia wale ambao walikuwa wametengwa na jamii, wale wasio na mali, wale ambao walikuwa wa tabaka la chini. Na kwa kweli Baba Mtakatifu anasema umaskini anaozungumzia yeye ni ule unaotokana na mifumo ya dhambi iliyo katika jamii zetu. Mifumo hii ni ipi? Ni kama mifumo ya binafsi, mifumo ambayo haijali utu wa mwanadamu, mifumo ambayo inajali tu tabaka tawala na sio tabaka tawaliwa. Inawasahau wale ambao wametengwa, wametupwa kando na jamii, wagane, wajane, maskini, watoto wa mtaani, ombaomba na wengi ambao wametengwa na jamii. Na Baba Mtakatifu anatualika wote kuongoka, kwanza kama mtu mmoja, lakini kama jamii, lakini pia kubadilisha hii mifumo ambayo inadidimiza utu wa mwanadamu, ili tuwe na jamii adilifu ambayo itamfanya mwanadamu atumikiwe na uchumi na sio utumi kumtumikia mwanadamu. Maskini hasa, Baba Mtakatifu anaeleza kwamba maskini hasa wanateseka kwa kukosa msaada wa kiroho na si wa vitu. Tunashuhudia kwamba wengi wanawiwa kuwasaidia maskini na wahitaji, lakini kwa kweli hawapati sana msaada wa kiroho. Yani hawapelekewi sakramenti, hawapati malezi, lakini pia hatusafiri nao
mara nyingi huwa tunawaandikia tu projects, yani miradi, alafu tunawasaidia, tunawaacha. Hatuwategemezi na hatuwajengee uwezo wao kama maskini wa kuondokana nao maskini. Kwa sababu mifumo ya jamii, kuna mifumo ambayo imefanya maskini wanaendelea kubaki kuwa maskini na matajiri wanaendelea kutajirika. Sasa hakuna mifumo ambayo inamsaidia maskini kunyanyuka kutokana na umaskini, kutoka kule kwenye umaskini na kuelekea kwenye hadhi nzuri ya kisiasa. Sasa Baba Mtakatifu anasema kwamba hakuna amani ya kweli kama hakuna haki kwa maskini na wanaoteseka. Kwa hiyo maskini wakipewa haki na wanaoteseka wakapewa haki yao, ina maana hakuna tena migogoro katika jamii, kunakuwa na haki na amani ya kweli. Na kuwajali kama nilivyosema, sio tu wafadhili, ni kusafiri nao katika maisha yetu, siku zote za maisha yetu tunasafiri nao, ili wajisikie kwamba hawajatengwa na jamii, wajisikie wao ni kama sisi ambao tuna nafasi labda ya madaraka, labda ya mali, labda ya sifa ambazo tuko nazo kwenye jamii. Tuwasaidie pia na hao ambao sasa ni wanyonge, tuwatetee, na ndio lengo wao Yesu anaendelea kuteseka na kufufuka tena. Kati yao ndipo kanisa linatambua wito wake. Ndio namba 76. Kwa hiyo injili kwa maskini inatambulisha pendo la Mungu. Kwa hiyo kwa sababu kwa kumpenda maskini sasa unampenda Yesu. Na yeye anasema kwamba the love of the poor is the love of Christ. Kwa hiyo wanahitaji maskini wanahitaji sana, hasa wanahitaji kwa kweli sio vitu, wanahitaji hasa pendo na kuheshimiwa kuliko ni kuwapa vitu. Anasisitiza kwamba Yesu anaonekana kwa maskini. To love the poor is to love Christ. Kwa hiyo tunapowapenda na kuwasaidia na kusafiri na maskini, kwa kweli kwa hakika tunampenda Kristo na tunasafiri naye katika maisha yetu ya kila siku. Na mifumo hiyo ya kijamii ambayo Baba Mtakatifu ameitaja, mifumo ya kimaadili, mifumo ya kisiasa, mifumo ya kiuchumi, lakini pia mifumo ya teknolojia. Na Baba Mtakatifu anasema mifumo hii yote hii ya kijamii lazima iundwe kwa kuzingatia utu wa mwanadamu, ili itumikie utu. Yani teknolojia itumikie utu, siasa itumikie utu, uchumi utumikie utu wa mwanadamu, na sio kuharibu au kumfanya mwanadamu atumikie vitu hivyo. Na kwa kweli utume wa kanisa hautenganishwi na huduma kwa wanyonge. Kwa hiyo huwezi kutenganisha utume kanisa wa kanisa na utume kwa wanyonge, kwa sababu kanisa lipo hasa kwa ajili ya kuwatetea na kuwasaidia wanyonge. Na hivi ni bora sana kuwa maskini bilionea kuliko kuwa tajiri hohehahe. Asante.